Mbinu tatu za kuweza kudhibiti presha ya kupanda kwa haraka sana mazingira ya nyumbani. Yaani kwa mfano umepima ukuta kwamba presha imepanda, iko juu. Inatakiwa utekeleze mbinu gani? Unazijua mbinu hizo? Unatakiwa utekeleze mbinu gani ambazo zinaweza kusaidia angalau kuweza kurudisha presha yako ya damu kwenye hali ya kawaida? Kama umekuwa ukijifikiria hilo swali ama kama ulikuwa hujui kama kuna mbinu unaweza kuzitumia mazingira ya nyumbani na zikasaidia kwenye swala la presha ya kupanda kwa haraka sana, basi tuende sambamba. Ni Emmanuel Mpalie, Nutrition Specialist. Bila kupoteza muda, tuangazie mbinu hizi ambazo zinaweza kudhibiti presha yako ya damu isiwe juu, ama kama iko juu iweze kushuka. Mbinu ya kwanza ambayo nataka uanze kuitekeleza tu pia unapogundua kwamba presha yako imeanza kuwa na tabia za hovyo, imeanza kupanda, ni kutekeleza mfungo wa kutumia maji peke yake. Tunataka kwamba ni water fasting, ambao huli chochote lakini maji ni unakunywa. Water fasting. Kwa nini ufanye mfungo? Kwa nini ufanye mfungo tu ambao unahusisha maji peke yake? Unapofanya mfungo ambao unahusisha maji peke yake, ni unatoa fursa ya kwanza ya mwili kuweza kuhakikisha kwamba ujazo wa damu yako uko in check. Hakuna mrundikano ujazo, haujawa mkubwa sana au haujawa mdogo, kwa maana kwamba uko kwenye kiwango ambacho ni balance. Lakini cha pili, kwa kutekeleza hii water fasting, maji yale yanakuja kuhakikisha kwamba madini mbalimbali ndani ya mwili yanakuwa kwenye kiwango au kwenye level ambayo ni sahihi. Lakini wakati huo pia ni kwamba kupitia maji ambayo unakuwa umefunga, inakuja kusaidia kwamba damu inakuwa sio nzito sana kiasi kwamba moyo wako unakuwa hautakiwi kutumia nguvu kubwa sana kusukuma damu kwenda sehemu mbalimbali za mwili. Mwisho wa siku ni kwamba moyo unasukuma kutumia nguvu ndogo na presha yako inaenda vizuri, na hivyo kuweza kusaidia wewe ambapo presha yako tayari kwa imeshaongezeka. Sambamba na hivyo ni kwamba pindi unapofanya mfungo, ni nyakati ambazo mwili huwa unaondoa taka mwili na kufanya kurekebisha mifumo mbalimbali ya mwili. Kwa hormones zinakaa sawa, vile kila kitu, issue za kimetabolic zina take place vizuri kuhakikisha kwamba mwili mzima ama mifumo yote ya mwili iko salama. Hiyo ni faida ya kufanya water fasting kwa wewe ambaye una shida ya pressure. Kwa hiyo unahitajika kufanya ile water fasting, ina manufaa makubwa sana nje na haya machache ambayo nimeweza kukwambia wewe mgonjwa wa pressure. Lakini namba tatu ni kwamba ikabidi taidi kwamba pindi unapoamua kula chakula, especially kama ulikuwa unafanya hii water fasting, muda wa kula unapofika, ikabidi uende kutekeleza ulaji wa vyakula asili ya mimea, ambapo unatakiwa uanze kula mboga ambazo zina rangi ya kijani kwa wingi sana. Angalia kwenye jicho lako kwamba hii mboga nayokula ina rangi ya kijani, kwa sababu zile zenye rangi ya kijani ndio ambazo zina kiwango cha nitrate, ambayo inaweza kuja kusaidia kwenye masuala ya production ya nitric oxide kwa uharaka sana. Lakini pia fahamu kwamba vyakula hivyo vina flavonoids, kemikali ambazo zinakuja kufanya kazi kama vasodilator ama kutanua mishipa ya damu, na hivyo kuweza kubalance ile effect zile athari ambazo zinatokana na nguvu kubwa ambayo moyo umetumia kwenye kusukuma ile damu yako. Lakini vyakula hivi vina kazi nyingi, ikiwa ni sambamba na kupunguza hizi cholesterol ambazo zinaweza kushambulia mishipa ya damu, lakini pia ikiwa ni sambamba na kubalance issues za homoni zako na kuhakikisha kwamba taka mwili zinaondolewa, na wakati huo huo ni kwamba vinakuja kusaidia kwamba kulinda ile mishipa ya damu isiendelee kushambuliwa na vitu kama mafuta mabovu na kuweza kupunguza mrundikano wa mafuta mabovu ndani ya mwili wako. Kwa hiyo hivi vyakula ni mbinu namba 2 ambayo natakiwa uanze kuitekeleza pindi unapokuwa umegundulika tena masuala ya pressure, ama kama tayari umeshakuwa ni mhanga wa pressure, unaweza kutumia hii njia. Lakini kanuni namba 3 na ya mwisho ni kanuni ambayo tunasema kwamba ni source, ni kuepuka ni kuepuka hii source. Hii source manake hii S inasimama badala ya salt, ni kabidi ukat off salt, chumvi. Ikabidi uepuke chumvi mara moja pindi unapokuwa umekutana na swala la pressure imeshapanda. Lakini cha pili hapa, hii tunasema ni oil, unatakiwa ukate off, uondoe kabisa habari za mafuta ya kupikia ya aina yoyote. Achana na zile mbwembwe kusema kwa si mafuta gani haya ya gani, ondoa kabisa haya mafuta hapo.
usitumie mafuta ya kupikia. Na mbadala wa mafuta ambazo ukatumia hapa kwenye kupikia kwenye mboga yako, unaweza kutumia vitu unga wa mboga, unga wa mbegu za chia seed, unga wa ufuta, unaweza kutumia unga wa flaxseed, unga wa almond, unga wa korosho. Vyote hivi vinaweza kutumika kwenye kupika kwenye mboga, yani vinaweza kutumika kama mbadala wa mafuta ya kupikia. Lakini haya mafuta ambayo ni kimiminika kabisa, you have to cut off, kabidi uweze kuyaondoa. Lakini hii S ya mwisho nayo ni habari za sugar, sukari. Hapo kama utaamua kunywa chai, kabidi unywe chai ambayo haina sukari, lakini sambamba na kuepuka vinywaji kutoka viwandani ambavyo vina sukari ndani yake, na wanga mbaya ambazo zina sukari mbaya, kwa vitu kama sembe na ngano ambazo zishakobolewa, ambazo tunakutana kwenye chapati, mikate na mandazi. Hivi vitu nitakiwa uweze kuviepuka, kwani hii kuna namna ambavyo huwa inachochea issue ya production ya insulin, ambayo insulin inapokuwa iko kubwa sana na ipo juu sana, huwa ina affect mfumo wa nervous system, ambao sometimes huwa unakuja kusababisha kama sometimes kwa hii mishipa ya damu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo natakiwa uvifahamu. Kiufupi ni kwamba hivi vitu vitatu inatakiwa uviondoe kwenye ulaji wako mara moja pindi unapokuwa umegundika pressure yako imepanda. Kwa kutekeleza hivi, na uhakika kabisa pressure yako haiwezi kuendelea kwenda juu na juu zaidi. Na kama itaendelea kuendelea juu na juu zaidi, it means angalia stress zako. Kama una stress kunawezekana zikaathiri, lakini katika hali ya kawaida ukiweza kutekeleza hizi mbinu tatu, automatically huwa pressure inashuka tena chini, inarudi kwenye balance yake kama ilivyokuwa kawaida. So far utakuwa umejifunza jambo hapa. Ni Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Nikutakia wakati mwema, kwaheri.